Fungua kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na Wakorintho hiyo sura ya kwanza, Wakorintho hiyo wa kwanza sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 8. Neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Ni nguvu ya Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 8, nisome sasa huko. Basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa. Sema, Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko, naye na ya kuwa, sema, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Amen. Na ya kuwa alimtokea Kefa, tena na wale tenashara. Baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja, katika hao wengi wanaishi hata sasa, ila baadhi yao wamelala. Baadaye akamtokea Yakobo, tena na mitume wote, na mwisho wa watu wote alinitokea mimi, kama ni mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake, maana mimi ni mdogo katika mitume. Mwisho mstari wa 8. Sema, na mwisho alinitokea mimi. Na mwisho alinitokea mimi. Mwambie jirani yako, na mwisho alinitokea mimi. Wangapi wamemtokea? Yesu amewatokea kwenye maisha yao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Niseme haraka kwa dakika muda mchache ili pilao lako lisije likaganda. Jumbe wangu nasema nguvu ya msalaba. Sema, nguvu ya msalaba. Hili andiko au jumbe huu nilianza kama kuweka msingi kwenye wiki lile kabla hili wiki la Pasaka. Na tulisoma maandiko haya na nikasema iko nguvu ya msalaba kwa sisi wa Kristo tuliomwamini Yesu. Jamani, amena, kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Wengine hawajui kabisa, wanaona wokovu ni bure, wokovu ni kitu gani, kuokoka ni kitu gani. Hawaelewi kisiri iliyopo katika wokovu na wokovu wetu, bila kumtaja Yesu kwamba Yesu alikufa, Yesu alizikwa, Yesu alifufuka. Hakuna injili hapo. Injili yetu kwamba tuna nguvu, tunajidai, tunajivunia kwa sababu Yesu amekufa, Yesu alizikwa, Yesu amefufuka. Na hivi ya siku ya leo tunakumbuka kifo na ufufuo wake pale Kalvari, pale Golgotha, ya kwamba nilisema juzi, kupitia mateso yake kuna watu walipigiwa na mtesa Yesu. Kila pigo lililopigwa lilikuwa lina maana kwamba kuna kitu ambacho mwenyewe anakubali kupigwa, lakini kuna mtu alikuwa anafunguliwa, kuna mtu alikuwa anapokea uponyaji, kuna mtu alikuwa anapokea wokovu kupitia pale. Ile njia ngumu ilikuwa ni njia ngumu kwa Yesu, lakini katika njia hiyo hiyo ngumu Yesu amekubali ili kwamba mtu mmoja anayeteseka mateso yote yaondoke. Jamani, haleluya. Nilisungumza siku ile habari ya mateso ya Yesu. Katika tunapozungumza habari ya nguvu ya msalaba, tunazungumza mambo makubwa matatu. Sema matatu. Mambo makubwa mangapi? Matatu. Jambo la kwanza, Yesu alikufa. Sema, Yesu alikufa. Na kabla kufa, lakini kuna mateso yake. Jamani, amena. Yesu aliteswa, lakini Yesu alizikwa. Na tunamshukuru Mungu, Ijumaa na mkesha watu wengi tumezika mambo, matabia machafu ambayo waliohusika kwenye mkesha yamezikwa yote. Kwa hiyo hayafufuki tena.
Na mhubiri akasema wakaendelea kuhubiri. Mswahili alianza kuzungumza habari ya Pasaka. Alizungumza vizuri mwanzo wake wa Pasaka. Jamani nena kwa mfano tunaposherehekea amezungumza habari ya mwanzo wa Pasaka. Akaja mama akazungumza habari ya damu ya Yesu na habari ya kifo chake na habari ya mambo yote ambayo yameishia msalabani. Jamani haleluya. Na matukio yote ambayo Yesu aliyafanya. Kwa hiyo kuzika, Yesu alipozikwa maana yake ni kwamba na sisi tumemwambia Bwana Yesu tunazikwa na wewe. Katika kitabu cha Warumi ukisoma kuanzia sura ya 6 anazungumza anasema mkazikwa pamoja naye katika mauti yake, na katika mauti yake mkafufuliwa pamoja naye katika Kristo Yesu. Kwa hiyo Yesu alipozikwa tulikuwa pamoja naye akizika dhambi zetu, na sisi tukizika maovu yetu yote. Kama bado kuna mambo ambayo yanakukabili katika jina, so bado hujaelewa nguvu ya msalaba na nguvu ya kuzika, ni lazima uzike kila kitu. Na mchana wa leo iko nguvu ya msalaba ambayo inakupa neema na msaada ya kwamba kuondoa mambo yote na kumkabidhi Yesu ayaweke kaburini, ayazike huko. Haleluya. Na jambo la tatu baada ya kuzika ni ufufuo. Sema ufufuo. Ufufuo. Sema ufufuo. Na hili ndio naliazimisha leo. Sasa leo nataka nizungumzie, sina haja kurudia nilikotoka. Isipokuwa nataka nizungumzie kifupi sana matokeo ya kifo na ufufuo wa Yesu. Sema matokeo. Matokeo ya kifo na ufufuo wa Yesu. Matokeo ya kifo au ya kufa na kufufuka. Kuna matokeo gani? Haleluya. Kitabu cha Wakorintho ni kitabu ambacho Paulo anakiandika akiwa Efeso. Na pale Efeso alikaa muda wa miaka 3 katika umisheni wake, safari yake ya umisheni ya awamu ya 3. Akiwa pale anaandika wakati wa kanisa la Wakorintho limeshakwisha kuanzisha. Alianzisha Paulo mwenyewe. Sasa wakati ili kanisa la Wakorintho lilikuwa limekumbwa katika mazingira mabaya ambayo yalikuwa yanalisonga kanisa, na anaandika waraka huu akiwa anashughulika na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, anashughulika barua inashughulika na matatizo ya kanisa, ambapo ndani yake ya matatizo ya kanisa kulikuwa na ubaguzi. Watu wanasema mimi wa Paulo, wengine wanasema mimi wa Apolo. Jamani amena. Kwa hiyo anaandika barua ashughulike kwamba ndani ya kanisa kusiwe na matengano, kusema mimi wa fulani ama migawanyiko. Na yake kama siku leo kama kuna ukabila anashughulika kusiwepo na ukabila, kama kuna ukubwa na udogo kusiwepo. Kwa hiyo anaandika akishughulika na changamoto zilizopo ndani ya kanisa. Jambo la pili, anaandika waraka huu Paulo akishughulika na walimu wa uongo ambao walikuwa wanafundisha elimu nyingine na kufundisha mambo mengine mabaya juu ya watu ambao wapotoshaji. Anashughulika nao imani potofu isiwemo ndani ya kanisa. Na jambo la tatu, Paulo anaandika waraka huu akishughulika na mambo ya maadili. Ukisoma sura ya 5 mpaka na ya 6 kwa habari ya maadili ndani ya kanisa, washirika wasikose kuwa na maadili kama kuheshimiana, kujaliana, jamani haleluya, na pia kuwa na upendo wa kila mtu na mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu kwa mshike mkono jirani yako, mwambie nakupenda. Na leo Yesu amefufuka. Sema Yesu amefufuka. Tuma alisema sivyo kwamba mambo kama haya, ubaguzi ya kutengana yasiwemo ndani ya kanisa. Kwa hiyo Paulo angalia kanisa, anaandika waraka huu kwamba kushughulika na mambo ya maadili. Wengine walioa mataifa, wengine walikuwa na wake wengine wa mataifa huko, wengine walizini na huko kanisani, walizini huko wakaja kuimba. Hili kanisa la Wakorintho, Paulo anashughulika na maadili ya kwamba ni lazima kutunza utakatifu ndani ya kanisa. Amen. Umepaka kwenda bichi leo? Umepaka kwenda bichi leo? Bwana Yesu asifiwe. Utakati lakini ngoja uone saa 10 uone. Baada ya mpira tu mechi nimesema hapa. Tena afadhali kwa kuwa ibada si ingekuwa asubuhi. Ingekuwa jioni, wengine hata tuwaone wao kwenye mechi. Wanapenda mechi kuliko Yesu. Wao mpenda Yesu kuliko chochote. Jamani leo
anashughulika na maadili ya kwamba mtu lazima awe safi mwenendo wake, na watu wapendane, wajaliane, wathaminiane, lakini wadumu katika msingi wa kumwabudu Mungu katika ibada, katika roho na kweli. Jambo lingine Paulo anashughulika nao katika hiyo waraka, anasema anashughulika na maswala kuhusu ufufuo na kiyama ya wafu. Sema ufufuo na kiyama ya wafu. Jamani, halo. Soma mstari wa 20. Wakorintho hiyo tuliyosoma 15 mstari wa 20. Soma mstari wa 20. Kuna Mungu mwanamke ambaye alikuwa anaabudiwa hapo. Hiyo kazi yake huyo mwanamke ilikuwa ni kuambukiza, kuachilia upako wa uzinzi na uasherati. Jamani, halo. Jamani, halo. Nilisema siku nikasema kuna eneo fulani ukienda mazingira fulani, shetani ametawala hilo anga, mpaka na watu wengine wanaonekana kama kuna people wa maskini. Unaona watu wote ni maskini, watu wote ni shida, watu wote mazingira yao ni hivyo kwa sababu ya anga bila utawala. Kwa hiyo huyu alikuwa ni Mungu mwanamke wa kuabudiwa. Wanamwabudu, na akiwa anaabudu anawaachilia roho ya uzinzi, roho ya uasherati, roho ya mapenzi, roho ya tamaa mbaya, kwa sababu ndio ulikuwa maarufu wa huo mji wa Korintho. Ukiangalia kwenye anga lako, kwenye familia yako, kwenye nyumba yako, kuna roho ambazo zinatawala hilo anga ama familia ama mji wenu. Jamani, kweli sio kweli? Kwa nini? Wengine tunatoka kwenye ukienda kijijini utakuta kwamba hii nyumba ni maarufu kwa waganga wa kienyeji. Atakayezaliwa mganga au mwingine alianza mganga mmoja, lakini baada ya hapo waganga wakosekana. Akifa mmoja anaambukiza mwingine, akifa mwingine anatokea mwingine, akifa mwingine anatokea mwingine. Unajikuta kule ndani yake kuna roho za kiganga, kiganga na uchawi na ushirikina. Ipo haipo? Na wengine tumezaliwa. Jamani, roho inatawala kwenye hilo anga, na watu wote wanaofanya hivyo, kama nasema marufuku kuwa tajiri huyu. Hakuna utajiri, hakuna kuendelea, hakuna kufanikiwa, hakuna kusoma. Watu wote mnaishia hivyo. Alafu watu maarufu. Hapa Yesu amefufuka. Amekuja kubomoa hizo ngome zote ambazo zinakamata katika anga, katika familia, katika maisha ya mtu, katika jina la Yesu Kristo. Nakupa Yesu kwenye familia, kamata Yesu kwenye maisha yako, kamata Yesu kwenye familia yako, kamata Yesu, kamata Yesu, kamata Yesu petalo ndani yako. Kamata Yesu. Unajua unaambukizwa wewe uwepo wa upepo mpaka unakuja hapa kanisani. Hauwezi kushangilia, hauwezi kupiga makofi, hauwezi kufurahia kwa sababu unaambukizwa na upako wa kule dunia. Umeathiriwa na zile nguvu za giza kule, mpaka ukija hapa umekaa kama umeloa maji. Hapana, leo Yesu amefufuka. Pokea neema na baraka tele, ushangilie. Yaani ukitaka hapo kuhubiri hapo ndio sikwenda kuhubiri wewe. Kama una upako na nguvu ya Mungu, unaona watu kama wanakulilia vile. Umekaa hose nyame. Hawapigi makofi. Yaani kaibisha mwisho sasa hivi kweli nilipeleka. Nilipeleka hapa. Maana watu kama wanaitikia wale kumbana. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Ashukuru tu kwa sababu ndani yetu wanaleta ujasiri. Hatuziangalii sura zenu, hatuangalii muonekano wetu. Sisi tunalihubiri neno la Mungu. Mseme amen, msiseme. Sisi Mungu, mshukuru, msishukuru, mshangilie, msishangilie, lakini tuangalie sura zenu. Tunamwangalia Yesu mwana wa Mungu. Mahali popote penye giza, penye uchawi, lazima iachie, lazima kimbie. Kila roho na mapepo na mateso kimbie. Siku moja Yesu anatembea na hubiri tena uchi. Kashangaa uchi anafanyika. Anataka kumwambia, heri tumbo lile kuzaa. Kakosa maneno ya kusema hivi. Heri tumbo lile kuzaa. Nakwambia, heri unasikia neno. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Sasa wewe uchukie, usishukuye, unilani, usinilani. Mimi Bwana ameniita. Lazima niseme habari za Yesu. Lazima ninene habari za Yesu. Baba Yesu anaokoa. Baba Yesu alikufa. Baba Yesu alifufuka. Na leo yu hai. Ana uwezo kufufua maisha yako. Kwa jina la Bwana majeshi aliye hai. Hata kama umelisishwa, uwepo wa kichawi, uwepo
uwepo wa kishirikina, hata kama umerisishwa uwepo wapo wa kiganga, hata kama umeshirikishwa uwepo wapo wa kimasikini, hapa lazima hizo roho ndio mahali pake pa kuzitoa na kuzing'oa. Na ninasema leo usiondoke, nasema leo usiondoke, nasema leo usiondoke. Hizo miungu na uchawi, hiyo miungu na ushirika, hiyo miungu na ushirikina, iondoke. Hebu muulize jirani yako, hebu nyumbani kwenu nyinyi mna upako wa asili ya nini? Mna upako gani nyinyi kule kule? Mmoja kila mahali kuna uwepo wake. Nisema nisijoo hapo swali. Wewe unafanya gani? Wala kutana mle jetanye basi mle kwa dada mtakatifu wote. Sawa, ukikaa mfulani mmoja hapa. Kwa mfano mtasigana. Hata kama pati ndio Afrika. Si ndio umekaa kiti? Limoja wote sasa kwa sababu ni injilisti. Lakini wengine ambao walimu watabidi apiche kiti. Unasikia hata kama javuta. Yangu paka nini? Paka chumba. Jamani naona. Ya nini? Kila alivuta jana. Kuna uwepo wake. Kuna Mungu anafuafisa. Kuna shida zake zinawasumbua. Wao hata wewe unaweza kupakuza pizza kabisa kusumbua asili za kweli. Zinakusumbua asili za kweli. Hautabasamu, haucheki wala wa ibada ni asili za kweli. Kuna viasili nasema mimi nisogee mbele. Mimi nibadilike mimi ananiambia mimi hapo kamili. Leo tunakazika kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tunakazika kwa kamili. Hapo kamili kama kiinuka hapo. Leo kazikwe. Haleluya. Kamili. Sawa. Kamili. Jamani amen. Sisi tulikuwa wakati tunakuwa mchungaji wetu akasema ukisimama hapa mbele unatakiwa kuwa smart. Kwa nini? Na uvae nini? Hata kwa biashara mzee alikuwa akipata shati kubwa kama ile nani yule mzee. Alipata nini? Blaza K, unajua? Hapo watu wengine wamesema kama futuru. Blaza K habadilishi shati, habadilishi. Iwe harusi iwe mvua iwe jua habadilishi. Na watu wanasimama kama hii. Jamani na mtu haleluya. Haleluya. Nasema mchungaji hana ile kwa na Mungu tu mfoko. Haleluya. Sasa wana misimamo haibadiliki. Sasa yule ndugu akawa niendelee simalize. Baada ya mchungaji kutoka kuchelewesha. Sikiliza. Yule ndugu mchungaji anamwambia wadai washa kilingine na sio kama hana anayo. Anasema yani mimi hii ndio asili yetu. Namna hii yani nguo ni refu mpaka hapa shati hivi halafu anapiga tai hapo achomekee. Inakaa mpaka hapa na nini. Hapo nasema mimi hapa wenyewe inaipenda. Hapana, nisema namna hiyo sio kubali ushauri na kusogezwa mbele ya watu ili mtoseme ukiokoka hapa, ukija hapa tunakwambia Bwana tunaenda hivi, kubali kwenda. Kama tunataka dhambi, kubali kuacha dhambi. Jamani haleluya. Tunataka tamaa, kubali kuacha tamaa. Tunataka miungu na mizizi, kubali kuacha. Mizizi na miungu huko hapana. Tukiokoka ni Yesu. Ni Yesu. Sema ni Yesu. Mwenye nguvu, mwenye uwezo. Na leo yuko Yesu hapa. Sasa nisikeni taratibu. Nina mambo mane kama 5 kama 6 andika tu. Matokeo ya kifo na ufufuo wa Yesu. Jambo la kwanza. Naomba basi mniamini, maliza saa 5:30 mudangu liliwa sana hapa. Tulimaliza angalau hizo dakika 20, tumaliza 6 kamili. Jamani amen. Jambo la kwanza, pendo la Mungu la kumtoa Yesu kwa ajili yetu sisi limetimilika. Sema pendo la Mungu limetimilika. Yaani pendo la Mungu la kumtoa Yesu kwa ajili yetu sisi kupitia kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Pendo lake Mungu limetimilika. Amen. Tunaelewana? Jamani tunaelewana? Sema pendo la Mungu
Andika maandiko haya tano tujasoma. Yohana 3:16. Anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda nini? Ulimwengu. Hata akamtoa mwanae wa pekee. Jambo la hapo Warumi 8:31-32. Hebu soma hapo. Mwanawake mwenyewe alimtoa kwa ajili yetu sisi. Amen. Yeye asiyemwachilia mwanawake, bali alimtoa Yesu kwa ajili yetu sisi. Tumemaliza kisawa tano. Sasa maana yake nini? Nasema hili pendo la Mungu, kwamba pendo la Mungu liliumbika kwetu sisi wanadamu kwa sababu ya mwanadamu alikuwa amepotea, kwa sababu mwanadamu alikuwa ameingia katika maisha dhambi, kwa sababu mwanadamu wa kwanza alipotea za ile hali ya uungu, alipoteza ile hali ya kuwa sawa na Mungu, alipoteza lile lengo la Mungu. Lakini kwa pendo la Mungu mwenyewe hakuona awaache wanadamu hivyo hivyo waendelee kupotea, bali kwa pendo lake aliamua kutoa. Sema kutoa. Sema kutoa. Hata alitoa nini? Alimtoa mwanae. Kutoa sio tu aje duniani asagae, bali ametoa ya kwamba huyu apate mateso. Kwa ajili ya haya mateso ni kwa ajili ya wale wanaoteseka wasiteseke tena. Lakini huyu lazima yale ambayo yanawatesa lazima yazikwe. Yale mateso lazima yazikwe. Kwa hiyo lazima badala yake anakubali kuzikwa Yesu Kristo, ili akiwa anayachukua yote mateso ya watu ambao yanawatesa anayazika. Lakini huyu sitamuacha kwenye kaburi, sitamuacha kwenye mauti. Lazima akishazika, akishatimiza lile kusudi ambalo nimemtuma, nitamfufua. Jamani, haleluya. Kwa hiyo kifo cha Yesu kinatangaza pendo la Mungu limetimilika. Pendo la Mungu la kutoa limetimilika. Sema pendo wa mimi nako pendo la Mungu la kutoa limetimilika. Limetimilika. Hakuna upendo bila kutoa. Ukisema nakupenda, je, unapenda mwenzio jirani yako, umempa nini? Haleluya. Amen. Msema nisiseme. Leo imepika kapilao kako kazuri pendeza, lakini hata mwenzio hata soda hatapata. Azimisha siku ya Pasaka pia kwa kutoa. Mwambie na kutoa. Mwambie na kukutoa. Hata kama hujanipa mimi, lakini angalia wale ambao unaweza kuwapenda, ambao unaweza kuwapa soda, kuwabariki, hata kama ni mpendwa mwenzio, katika jina la Yesu. Kwa hiyo pendo la Mungu linatimilika kwamba kupitia kifo cha Yesu msalabani Mungu amelitimiliza pendo lake lile ambalo analosema ya kwamba jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Lakini jambo la pili, pendo la Yesu, sema pendo la Yesu la kutoa uhai wake. Sema la kutoa uhai wake limetimilika. Sema pendo la Yesu la kutoa uhai wake limetimilika. Yohana 15:13. Petro wa kwanza 3:18. Soma haraka nimalize. Yohana 15:13. Amna usoma. Yohana 15:13. Vijana msoma haraka. Yohana 15:13. Yohana 15:13 Biblia inasema Biblia inasema hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Yesu anaonyesha pendo lake kwamba yeye ndio ametoa. Japo Mungu amemtoa kuja duniani, lakini yeye alikufika hakati kwamba akatoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Kwa hiyo pendo la Yesu la kutoa uhai wake kwa ajili yetu sisi limetimilika. Amina. Yesu makofi. Petro wa kwanza 3:18. Petro wa kwanza 3:18. Kristo naye aliteswa kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao, kwa ajili ya ili atulete kwa Mungu. Ndio mwili wake, hapo mwili wake, sema mwili wake ukauawa, bali roho yake akaifishwa
la roho yake ikahuishwa. Jamani, haleluya. Kwamba Yesu alikubali kuuawa, lakini akauawa, mwili wake ukauawa. Ndio maana alijeruhika. Siku ya Ijumaa tumeona mwili wake ulivyouawa, lakini roho yake ikahuishwa. Pe Yesu makofi. Bwana auishe mambo yote yaliyokufa kwenye maisha yako, ayahuishe tena. Haleluya. Kwa sababu ya pendo la Mungu, kwamba anakubali kuuawa mwili wake, anakubali kuuawa. Na mimi nasema chochote ambacho hakiko sawa kwenye maisha yako kife. Haleluya. Lakini vile ambavyo ni vya rohoni na ambavyo ni vya Mungu viuishwe kwa jina la Yesu. Jambo la tatu, sema mashitaka. Sema mashitaka. Mashitaka yote yalifutwa. Sema yalifutwa. Mashitaka yote yalifutwa. Hii ni matokeo ya kifo cha Yesu, kufa na kufufuka. Kwamba kulikuwa na mashitaka ambayo shetani alikuwa anatushtaki sisi, lakini kupitia kifo chake mashitaka yote yamekufutwa. Wakolosai 2 sura 10 mstari wa 14. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14 na Yohana 8:3. Utasoma hayo, utasoma kwa nyumbani. Haleluya. Kwa hiyo mashitaka yote yalifutwa. Yalifanya nini jamani? Yalifutwa. Hayo mashitaka anasema alikibomoa mashitaka yote ambayo alikuwa shetani anashtaki kwenye maisha yetu, yalifutwa. Akakiondoa kile kiambaza kilichokuwa kinatutenga. Haleluya. Amen. Amen. Yako mashitaka ambayo shetani alikuwa anashtaki, akidai kwamba huyu ni mali yangu, huyu ni wa kwangu. Anakushtaki juu ya dhambi ulizozitenda, dhambi ambazo zimetendwa na babu yako. Wanasema kwamba hii familia ni ya kwetu. Kwa hiyo chochote huwezi kupewa mbele za Mungu, kwa sababu wewe huwezi kusikiwa, maana Mungu hawasikii wenye dhambi. Kwa hiyo shetani alikuwa anadai mashtaka, anakudai, lakini kupitia msalaba mashitaka yamefutwa. Mwambie shetani, wewe shetani, huna kitu kwangu, haunidai chochote. Unajua anaweza shetani akakukamata akakuambukiza magonjwa, kwamba hii ugonjwa babu yenu, huyu ni ugonjwa wa bibi yenu, huyu ni mahaki yake, aendelee kupata. Nasema hiyo gharama yoyote ya dhambi ambazo zilifanywa na mababu na mabibi huko, mashitaka hayo yalifutwa. Yesu afute yote kwenye maisha yako. Yesu afute yote madai ya shetani kwenye maisha yako, anayodai kukugania, kukwambia wewe ulishafanya kama tambiko na babu na bibi na nani, hata kama litanja chale, wakubali kuingia kwenye mikataba ya maagano, lakini kupitia damu ya Yesu, maji wa Yesu, hayo mashitaka na madai yamefutwa. Haleluya. Amen. Baraka za pokea na uchumi. Haleluya. Mashitaka ya kudai wewe ni maskini yamefutwa. Amina. Mimi nataka watu wabili ndege. Wewe unaruhusiwa kubili ndege, unatakiwa mpaka mshangae. Amen. Amen. Migodi ya dhahabu mmiliki mpaka mshangae. Amen. Amen. Mwende nje ya nchi mpaka mshangae. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sio tamki tumpate wake wengi. Lakini baraka za Mungu ambazo Bwana ameahidi na kupitia msalaba sisi tumewekwa huru, tumekombolewa, zije juu ya maisha yenu. Niende haraka. Nimeahidi na saa 6 tumemaliza. Sema roho ya mauti kuwashikilia watu imeshindwa kupitia kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Sema roho ya mauti
ya mauti na kuzimu imeshindwa. Wala Korinto wa kwanza 15:55 hadi 57. Soma haraka. Soma haraka. Na wa Korinto hiyo 15 wa kwanza hiyo mstari wa 22. Soma haraka, nisomee haraka. Wa Korinto wa kwanza 15:55 hadi 57. Soma. Wapi ewe mauti? Kushinda kwako? Wapi ewe mauti? Uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni torati. Lakini Mungu ashukuriwe, atupae kushinda. Pe Yesu makofi. Sema Mungu ashukuriwe, atupae kushinda. Anasema wapi ewe mauti? Wapi ewe mauti? Haleluya. Anataka kusema lakini Mungu ashukuriwe, wapi ewe mauti kushinda kwako? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Ni kweli kuna vifo. Kuna kifo mtu anaishi lakini amekufa ingawa anatembea. Lakini kuna roho za vifo ambazo zinatokana na Mungu za kimwili kabisa. Jamani haleluya. Na kuna kifo cha kiana 100. Lakini hivi vyote sisi na Mungu ameshukuriwa. Anasema hata kama kifo cha mwili hatufi katika mwili, tunalala kwa sababu ya ukombozi, kwa sababu kufa ni kupoteza tumaini. Haleluya. Nisikilize. Shetani alipomkamata Yesu akajua kwamba anampeleka kuzimu, alijua ya kwamba sasa nimemmaliza, huko hatatoka, nitamfungia huko. Nasema siku alipofufuka Yesu ilifufuka miili mingi ya waliokufa. Nami nasema kuna watu nafsi zao zimekufa kwenye maisha yao, roho zile nayo ndani yao shetani amekamata kuwamaliza, kuwaonea na kuwatesa maisha yao. Wanatembea katika mimi wala mimi siwezi kufanya yale yao. Wamejikufa, wamejiua nafsini mwao, wamejiua nafsini mwao wenyewe, ndani ya mioyo yao. Wamejiua kwenye maendeleo na mafanikio, wameua vipawa na karama. Nasema katika jina la Yesu Kristo, utangazie shetani, tangazia ile mauti iliyo nayo, tangazia mauti iliyokukamata, tangazia ile hali mbaya ndani ya nafsi yako inayohubiriwa pamoja na kufa. Nasema kwa sauti kubwa, zungumza kwa sauti kubwa, sema mauti, mauti, umeshindwa. Yesu, Mariamu anakwenda kaburini kwa Bwana Yesu, akijua kwamba Yesu wangu yuni mauti, Yesu wangu yuko kaburini, Yesu wangu yuko kaburini. Mathayo sura 28. Anakwenda pale kaburini, anafika pale kaburini, anashangaa, anajiuliza ni nani ambaye atanifungulia lile jiwe. Anaangalia pale Mathayo sura 28 ndio anaangalia lile jiwe, anaangalia lile kaburi, anafika pale, anashangaa, anainama, anachungulia, anasema mbona sioni mtu? Mbona hapa palikuwa na maiti yangu? Kuna watu wanaendelea kutafuta nafsi zao, wanaendelea kutafuta baraka zao, lakini wanasema kwamba hizi baraka zao zishakufa, hakuna matumaini tena, hakuna afya tena, hakuna uzima tena, wanajikatia tamaa. Usitafute kwa wafu. Yesu yu hai, Yesu yu hai, Yesu yu hai, Yesu yu hai. Shetani kudanganya uendelee kuona mauti, uendelee kuona kila kitu ni mauti, uendelee kuona kazi mauti, kwamba hakuna kazi, hakuna baraka, hakuna uzima. Yesu, malaika anatokea, anasema kwa nini unamtafuta aliye hai katika wafu? Jamani, haleluya. Wangapi wanaelewa? Amen. Sema Yesu amefufuka. Tushinde kifo na mauti. Tushinde kifo na mauti. Na mauti. Mauti zote, ziwe za kiroho, ziwe za mwili, mauti zote za biashara, mauti zote. Leo Yesu amefufuka. Uwe mshindi, uwe mshindi, uwe mshindi, uwe mshindi, uwe mshindi. Shinda mauti ya dhambi, uwe mshindi. Nasema uwe mshindi. Ufufuo wa Yesu unakupa ushindi.
ushindi, unakupa ushindi. Pokea ushindi kwa jina la Yesu. Uweze kushinda dhambi, uweze kushinda laana, uweze kushinda magonjwa, uweze kushinda mikosi. Pokea ushindi, pokea ushindi. Ushinde maneno wanaokusemea, wanaokushutumu. Pokea ushindi kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Wengine wanapata roho ya kufa. Kuwa hai tena. Sema uhai. Uhai. Kurudi tena. Kuturudia tena. Nafsi, sema nafsi zilizokufa kuwa hai tena. Kuwa hai tena. Sema imani. Imani iliyokufa kuwa hai tena. Sema imani. Imani iliyokufa kuwa hai tena. Imani iliyouliwa na mapito na majaribu, ufufuo wa Yesu unarejesha kuwa hai tena. Kuwa hai tena. Matumaini, sema matumaini. Matumaini yaliyopotea, yaliyokufa kurejeshwa tena katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema imani. Imani. Imani irejee ndani yangu. Irejee ndani yangu. Sema tumaini. Matumaini mapya yarejee ndani yangu. Yarejee ndani yangu. Hebu soma Luka 24:36. Walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao, akawaambia, amani iwe kwenu. Endelea aya 40. Akashtuka, wakashtuka wakaogopa sana. Ndio wakidhani ya kwamba wanaona roho. Wakishtuka wanaogopa. Yaani Yesu alipokufa wanafunzi waliingiwa na oga na hofu. Yesu kawatokea, wanafikiri wanaona roho. Wanaona epo ni miujiza. Hawamuone kama ni Yesu tena. Jamani amena. Jamani, unajua kuna mtu anakata tamaa na pia hata kimpa Bwana Yesu anaweza, anasema sijui. Yaani sijui. Yaani umwambia amini jina la Yesu. Labda. Endelea. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Lakini mnaona shaka mioyoni. Tazameni, mikono yangu na miguu yangu ni mimi mwenyewe. Nishike. Muone kwa kuwa roho haina na mifupa kama mnavyoiona. Ndio. Mimi kuwa nayo. Amen. Makofi kwa Bwana Yesu. Yaani wanafunzi alipokufa Yesu waliingiwa na hofu. Wanawaza kidogo. Wanawaza wamesahau kama kwa siku atafufuka. Siku ya 3 atafufuka. Amesema hawaelewi. Nasema ufufuo wa maisha yako uko hapa. Uko hapa. Ufufuke. Jamani amena. Lakini imani iliyokufa, imani iliyozimia, imani iliyopotea kwa sababu ya majaribu na shida na mateso, leo iamke tena kwa jina la Yesu. Haleluya. Hosea 6:2. Hosea 6:2. Hamna aliyefungua, nimesema fungua Hosea 6:2 tumalizie. Lakini andika maneno haya tutasoma nyumbani. Haya yanahusu tu uthibitisho wa Yesu kufufuka. Luka 24:31-35, andika tu haya maneno. Maandiko haya yanathibitisha ufufuo wa Yesu. Hawa ni wanawake walienda kuhubiri injili baada ya ufufuo wa Yesu. Amina. Haya, Marko 16:14. Utaenda kusoma hayo nyumbani. Yanathibitisha haya maandiko yote kwamba Yesu amefufuka. Watu tuinuke tena. Tuwe hai tena. Lakini jambo lingine, tuwe hai kuipeleka injili. Amen. Haya, soma tu ile Hosea 6:2. Nao nasema, ndio. Baada ya siku mbili atatufufua. Siku ya 3 atatuinua. Nasi tutaishi mbele zake. Haleluya. Jamani, haleluya. Sema, inua mikono yako hivi. Sema, leo ni siku ya 3 yangu. Sema, leo ni saa yangu ya ufufuo mpya. Leo ni siku ya 3 yangu.
ya kupata nguvu mpya. Leo ni siku ya 3 yangu ya kuzaliwa upya, ya kuzaliwa upya. Niseme nisiseme, nasema kipawa kilichokufa kizaliwe upya. Karama iliyokufa iamke tena, karama iliyokufa inuke tena, iliyokufa yainuke tena. Wainjilisti tunapokea nguvu mpya ya ufufuo. Wanawake wameenda kaburini, Mariamu ameenda kaburini. Alipotokea hivyo kaburini, Yesu anamtokea, anamwambia nendeni Galilaya, mkawaambie wanafunzi wangu, mkawaambie ya kwamba amefufuka, yuko hai. Nasema tangaza ufufuo wa Yesu, hubiri habari za Yesu, sema habari za Yesu, tangaza habari za Yesu, tangaza uzima wa Yesu, hubiri habari za Yesu. Nasema uwe uhai, usihubiri habari ya mateso yako, tangaza habari ya uzima wako, tangaza habari ya ushindi wa jina la Yesu. Leo ni siku ya kusema habari za Yesu, leo ni siku ya kusema habari za Yesu, ni kusema habari njema, tangaza habari njema. Bwana Yesu ainua injilisti, Yesu ainua imaji, Yesu ainua na maombi. Nasema uwe hai.